Wewe ni mwaminifu Bwana kwa kila majira na kila nyakati. Tunakuadhimisha peke yako tena kwenye ibada hii. Pokea sifa na heshima Mungu wetu. Asante kwa ajili ya neema hii uliotujalia tena. Tunakutukuza wewe Bwana. Umetuacha kuwa hai kwa kusudi lako. Wengi wangelitamani kuiona asubuhi hii, hawajaweza. Sisi umetujalia kuwepo Bwana, tunakushukuru. Mioyo yetu imejaa shukrani. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya ukuu wako. Wewe ujulikane kuwa ndiye Mungu wetu Bwana, utupaye uzima, unayetulinda na kututetea. Asante kwa ajili ya watu wako hawa na watoto wako Bwana, ambao umewapa nafasi kwenye ibada hii, wasikie neno lako, wakuabudu wewe Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu, litume neno lako kupitia madhabahu hii. Sema nasi Bwana, sawa sawa na mapenzi yako, nasi tuko tayari kukusikia. Tuhudumie Bwana, katika jina la Yesu aliye hai, na kila mwenye mwili aseme amen. Fungua Biblia yako kitabu cha Daniel, kitabu cha nabii Daniel, kitabu cha nabii Daniel, ile sura ya 4, sura ya 3, sura ya 3 kuanzia mstari wa 19 mpaka ule wa 25. Alafu nitaenda tutasoma tena mstari wa 28. Basi tutaishia hapo. Maandiko yanasema, ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shedraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shedraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika lile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, ile tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shedraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shedraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Mstari wa 28, Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shedraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasitumikie miungu mingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Amen. Ninaomba uketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tuende kwenye neno la Bwana. Nimekusomea habari za kitabu cha nabii Danieli. Kama unaandika, andika hivi: kila jaribu lina mlango wa kutokea. Andika tu kichwa cha somo hilo: kila jaribu lina mlango wa kutokea. Unaweza usilihitaji sasa, lakini ukalihitaji baadaye, na mwingine inawezekana sasa hivi linakuhitaji. Ili somo ni somo lako, ni neno lako kwa wakati huu, kutokana na mahali unapopitia. Kwa hiyo kila jaribu
lina mlango wa kutokea. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Ukiona hiki kichwa cha somo, maana yake hakuna jaribu lisilokuwa na mlango wa kutokea. Kila jaribu, hata kama limekaa kwenye maisha yako kwa muda mrefu sana, lakini lina mlango wa kutokea. Lina mlango wa kutokea kabisa. Liwe na ugumu kiasi gani hilo jaribu, lakini lina mlango wa kutokea. Ukisikia kila jaribu, maana yake majaribu, kuna aina mbalimbali ya majaribu. Sasa sizungumzi kwa maana ya majaribu yenyewe, nazungumza kwa maana ya vyanzo vya majaribu. Unapotafuta mlango wa kutokea, lazima kwanza ujue chanzo cha jaribu lako. Ameni, watu wa Mungu. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Tunaona kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 19, hawa vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, walikutana na jaribu. Walikutana na jaribu. Na wakati nakwambia vyanzo vya majaribu, nitakuonyesha mifano kadhaa, ukiwepo na mfano wa Yesu mwenyewe ambaye sasa tuko kwenye Kwaresma. Alikutana na majaribu. Sasa unaposoma kwenye kitabu cha Daniel, ukianzia ule mstari wa kwanza, tena ni vizuri ukasoma sura nzima. Hii sura itabadilisha mtazamo wako, lakini itakuongeza imani. Ukisoma kwenye ile mstari tulipoanza, inasema ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura yake ikabadilika. Sasa kuna kitu kilichosababisha ajae ghadhabu. Nebukadreza aliamua kutengeneza sanamu na akawaita viongozi wote kwenye utawala wake. Yesi ndio rais wa nchi, yeye ndio mkuu wa nchi, yeye ndio mtawala. Kaita viongozi wote, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, maliwali, wote wanasheria, kawakusanya wote. Na bahati mbaya vijana hawa Shadraka, Meshaki na Abednego, na wao walikuwa wamepata nafasi kwenye ile serikali ya kifalme. Kwa hiyo katika watu waliokusanywa, na yeye na wao walikuwepo. Alafu akatoa tamko kama mkuu wa nchi kwamba ameisimamisha sanamu. Watu watakaposikia kelele za filimbi, vinubi, zumari, wote wapige goti kuisujudia ile sanamu. Lakini ukisoma, yeye alitengeneza picha ya sanamu, lakini nyuma kulikuwa na miungu. Na ndio maana unaona anapolalamika anasema, kwa nini hamkuisujudia miungu yangu? Mmeizarau sanamu. Kwa lile halikuwa tu jambo la mwilini, lilikuwa jambo la rohoni. Kwa jinsi ya mwili unaiona picha ya sanamu, lakini rohoni kulikuweko na miungu, kulikuwa na roho za mashetani. Wote wanaopiga goti pale hawaipigii tu sanamu goti, lakini wanapigia zile roho zilizoko nyuma ya sanamu goti. Sasa ilipopigwa zumali, filimbi, vinubi, watu wote wakapiga goti. Mkutano mkubwa wamepiga goti, kwa sababu wanajua sheria iliyowekwa. Kuna tanuli la moto. Mtu anayekiuka amri ya mfalme, tena na amri ile ilikuwa kali sana, ukikiuka tu unatupa kwenye tanuli la moto, manake unauawa. Wanakuexecute, wanakunyonga, wanakuchinja. Sasa kunyongwa kwake sio kuwekewa kamba, unatupwa kwenye tanuli la moto, na kila mtu anajua kitakachomkuta. Sasa ilipopigwa filimbi na zumali, wote wakapiga magoti, lakini hawa vijana watatu wakabaki wamesimama. Mkutano mzima wamepiga goti, wamesimama. Mfalme hakuona, lakini wale waliosujudu wakaona, wakaenda kuchongea kwa mfalme. Wakasema, mfalme, kuna vijana watatu hawakuheshimu kile ulichokisema. Wao wamekipinga, wamesimama.
Na kwa kuwa mfalme alikuwa anawapenda, hawa ni vijana ambao walifaulu vizuri mtihani wa mfalme mpaka wakapata nafasi. Walikuwa na hekima, walikuwa na ufahamu bora. Mfalme akawaita, akawaambia, kwa nini mmefanya jambo hili? Ndipo akawapa a second chance, nafasi ya pili, kwamba mtakaposikia, mara hii mtakaposikia, hakikisheni mnafanya hivi na hivi. Msipofanya, nitaona ni Mungu yupi anaweza kuwaokoa kwenye mikono yangu mimi. Angalia alivyowatisha, Mungu yupi, sio tu mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hakuna wa kuwaokoa kwenye mikono yangu. Mungu yupi anayeweza kuwatoa kwenye mikono yangu? Hicho ni kitisho cha hali ya juu sana. Maandiko yanasema baada ya kuambia hivyo, wale wakamwambia, hatuna haja ya kukujibu mfalme, sisi hatuwezi kusujudu kwenye hiyo sanamu. Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa sisi hatuko tayari. Napenda hii sentence, la, hata asipotuokoa sisi hatuko tayari. Kwa hiyo sisi tunajua Mungu anaweza kutuokoa, lakini hata akituacha tufe, sisi hatuko tayari kusujudu hiyo sanamu. Mfalme akaghadhibika. Ndio ule mstari wa 19 tulioanza kusoma. Sura yake ikabadilika. Ungekuwa unamtazama hivi mpaka anatetemeka. Hakuna mtu aliwahi kumjibu mfalme hivyo. Maandiko yanasemaje? Yanasema akaamuru mashujaa, maana yake kwa leo tungesema makomando, kamateni hawa vijana watatu. Alafu akawaambia lile tanuru lichochewe nje ya desturi yake mara 7. Moto ukawa mkali mno, na ule moto ulikuwa uchagui kwamba nani atakayesogelea tanuru. Yoyote atakayesogelea atauawa, kwa sababu umechochewa nje ya desturi yake. Wakawachukua wale vijana watatu, waliposogelea tanuri wanawatupa ndani. Wao waliowatupa wale mashujaa wakauawa na ule moto. Alafu wale waliotupwa ndani, unafikiri hali ingekuwaje kama hawa walio nje wameuawa na moto, waliotupwa ndani ya moto? Kwisha habari. Mfalme amekaa pale anaenjoy na mawaziri wake, anasema kwisha. Ukurasa huo umefungwa. Mnanizalau mimi, mnanijua. Sasa angalia kilichotokea. Wakati wamewatupa ndani, mfalme yule ule aliyetoa amri anainua macho yake kutazama kwenye tanuru. Anaona wale waliotupwa ndani wanatembea. Walifungwa kamba zimekatika, wanatembea katikati ya moto. Alafu haoni tu wale watatu, anamuona na yule wanne mwenye mng'ao. Alafu anasema huyu ni mwana wa miungu. Kumbuka hamjui Mungu, kwa hajui malaika, yeye anachojua ni miungu ya kwake. Anasema huyu ni mfano wa mwana wa miungu, anang'aa. Alafu wako wanne pale wanatembea. Aliyewafungua kamba hajulikani, lakini wanatembea ndani ya nini? Ya moto. Mfalme akastaajabu. Ukisoma pale maandiko chini ndio utaona alienda mwenyewe kwenye tanuru la moto akasema, Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Ndicho alichosema. Manake kuna Mungu aliye juu, afu kuna wakina Mungu walio chini. Akasema watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni huko nje. Biblia inasema wakatoka, wana suruali zao na kanzu zao, moto haujalamba hata suruali, wako safi, wako vizuri. Walipotoka hawakutoka wanne, walipotoka walitoka watatu. Lakini kwenye tanuri walionekana wanne, lakini nje wakaonekana watatu. Haleluya. Hili alikuwa jaribu jepesi, lilikuwa jaribu zito sana, ambalo sina uhakika kwa sisi wa Kristo wangapi wangeweza, wangapi wangesimama. Mfalme ametoa amri, wangapi wangeweza kusimama? Lakini unawaona wa vijana wakawa tayari kuto kumuasi Mungu. Walikuwa tayari kufa kuliko kumuasi Mungu. Watu wa Mungu, imani ya Kikristo, unisikilize, thamani yake ni kubwa kuliko maisha yetu wenyewe. Hujanielewa? Ngoja nirudie. Imani hii ya Yesu Kristo
thamani yake ni kubwa kuliko maisha, uhai wetu. Ndio maana wazee wetu waliotangulia kwenye Biblia walikubali kuuawa kwa misumeno kuliko kuikana imani yao, kwa sababu walijua thamani ya imani. Leo tuna kizazi cha waamini ambacho hakijui thamani ya imani yao. Tunaanguka kwenye majaribu mengi na tunashindwa na majaribu kwa sababu hatujui thamani ya imani. Tena majaribu mengine madogo madogo sana, kwa sababu hatujui thamani ya imani. Hatujui. Lakini hao wenzetu walijua thamani ya Mungu wao, na wengine tunamsaliti, tunafanya uasi kwa sababu hatujui thamani ya Mungu wetu. Hawa kina Shadraka, Meshaki na Abednego wakalishinda ili jaribu. Dunia nzima ikaandika historia. Ndio maana mpaka leo tunasoma habari zao, kwa sababu Mungu wao alionekana katikati ya majaribu. Jina la Yesu libarikiwe. Majaribu hautayakwepa. Kuna majaribu unaweza kaomba yasikupate, lakini kuna majaribu utakutana nayo tu, huwezi kuyakwepa. Lakini unashindaje hayo majaribu? Ndio maana lazima ujue kila jaribu lina mlango wa kutokea. Sasa twende haraka haraka kama unaandika. Ukiingia kwenye darasa au shule ya majaribu, unisikilize. Kiswahili kina neno moja, Kiingereza kina maneno tofauti. Kiingereza kina maneno yanaitwa testi, ambayo hiyo testi kwa Kiingereza, kwa Kiswahili tunaita jaribu. Kwa Kiswahili cha kawaida wanasema jaribio, lakini Kiingereza kinasema testi. Alafu Kiingereza kina maneno yanaitwa temptation. Temptation nalo ni jaribu au majaribu kwa Kiswahili. Hasa Kiswahili kina neno moja tu, na ndio maana ukisoma kwenye Biblia unaweza ukafikiri Biblia inajichanganya, kumbe lugha yetu hujaielewa vizuri, ndio inayokufanya uone Biblia inajichanganya. Tunaposema majaribu, kumbuka nimekwambia hayo maneno mawili, sawa? Kuna jaribu ambalo ni test. Ukisikia test, maana yake linatoka kwa Mungu. Sasa kwa Mungu hatuiti temptation, yani jaribu. Kwa Mungu tunaita kama mtihani, test. Kwa aina ya kwanza ya jaribu linaitwa mtihani au test. Jaribu kutoka kwa Mungu, unaweza kuandika hivyo. Na lengo la huu mtihani au testi ni kupima utii na uchaji wako kwa Mungu. Andika Mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi wa 18. Ingawa mimi nakusomea mstari wa kwanza, afu nitaruka nitakusomea na mstari ule wa mwisho. Angalia, andika Mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi wa 18, kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili unasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Sema, Mungu alimjaribu Ibrahim. Anasema akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Mstari wa 11. Mstari wa 11. Anasema, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Angalia hiyo pointi. Sasa ninajua ya kwamba unafanya nini? Sasa ninajua ya kwamba unafanya nini? Hatufuatani pamoja. Nasema sasa unajua ya kwamba ninafanya nini? Unamcha Mungu. Manake kilichokuwa kinapimwa ni hali ya uchaji wa Ibrahim. Sasa najua ya kwamba unamcha Mungu. Kwa nini? Hukunizuilia mwanao wa pekee. Sasa angalia mstari wa
15. Anasema malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili. Umetenda neno hili maana yake nini? Umetii, umefanya sawa na nilivyokuambia. Kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa nini? Anajibu pale, kwa sababu umetii sauti yangu. Sasa unaona pale mstari wa kwanza unasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Lengo la jaribu hili ni nini? Kupima uchaji. Ndio maana anasema nimejua kuwa unamcha Bwana. Lakini lengo la pili, kupima utii wake kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupa vitu, akakupa mali, lakini akakuletea mtihani. Kama ni Mungu amekupa, lazima ujiandae na mtihani. Saa nyingine atakupima tu, nitolee hiki, alafu utasema nimekisubiri muda mrefu sana, Mungu niambie kingine. Unasema huu msukumo sio Mungu, ni mawazo yangu, sio Mungu. Unaona hapo tunajenga. Usije ukafikiri saa nyingine Mungu apimi watu. Wengine akipita hapo akiangalia jengo kuna msukumo anausikia, alafu anauzimisha, anasema hapana, huyu sio Mungu. Sio Mungu. Nilete mifuko 100 ya simenti wakati na mimi nina mpango wa kujenga nyumba yangu. Huyu sio Mungu huyu. Mungu hawezi kusema hivi. Kumbe unapimwa kwenye baraka uliopewa. Unautii kiasi gani? Na watu wengi wanafeli. Sasa ukisha feli, unajizuilia baraka ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili ya maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Usione kama katibu anatangaza hapa, anasema mchango huu tutachangia, alafu mtu mwingine anainuka anasema hakuna haja ya kuchangia, Wakristo wote nitatoa mimi. Wewe unashangilia, unaona ni jambo la baraka sana, lakini hujajua kinachotokea. Usifikiri anayesema nitatoa mimi, ile hela hana matumizi nayo. Na unajua Mungu alivyo, na watu ni wajanja sana. Kwenye madhabahu hapa tukikusanyika hivi, Yesu yuko hapa, hata kama muoni kwa macho. Yuko hapa na anaona kila kitu tunachofanya. Anaona. Kasome maandiko yako. Palipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nipo katikati yao. Uwe unamuona kwa macho, humuoni, yuko hapa. Kwa yote watu wanaoyafanya anayaona. Na unatoka kwenye ibada hii, kuna comments, kuna namna ambavyo Yesu anafurahia umefanya nini, ulifanya nini kwenye ibada. Hasa wengine wanapenda kusema tu tumuombe mtu fulani, atokee mtu aseme natoa. Na sasa nyingine unamuona huyo mtu anatoa, ukafikiria nayo, kumbe inawezekana katika 50,000 anaotoa yeye anabakia na 10,000. Lakini amesikia tu kutoa kwamba Mungu atanisaidia, atanipa. Mbona amekuwa akinisaidia? Nitafanya tu kazi, nitapata nyingine. Usifikiri ni kitu cha kawaida. Na saa nyingine unasikia katibu anatangaza hapa matangazo, mwingine unaanza kupimwa. Kuna hela umetoka kupokea, unapimwa saa hiyo hiyo. Mungu anakuambia toa 50,000, toa 100,000. Unasema haya ni mawazo yangu, ile nina mpango nao, nina mpango nayo. Sasa usipotoa mbele za Mungu, unajua kinachotokea? Ndio ile mtu anatoka anashangaa kuna changamoto au ameumwa, anatoa kuliko ambayo angeitoa madhabahuni. Anaisha kusema mimi nina laana, mwalimu niombe. Kumbe wala sio laana, ni kutokutii kwako. Utasikia tu nimeenda kumaliza, yani nimeingia mpaka madeni, mwalimu huwezi kuamini. Nilipata muujiza nikapata 200,000. Unajua nimezitumia zote kwenye magonjwa. Nimeenda kukopa mpaka 300,000. Kumbe Mungu alitaka tu utoe 50,000 tu. Alafu achilie baraka ya uzima. Yale magonjwa, ile ajali iliyokuwa imepangwa, unashangaa amekuokoa kwa namna ya pekee. Tazame jirani yako, unamuelewa mwalimu wewe? Anasemaje? Muulize hivi, Yesu akikuona, Yesu yuko hapa, akikuona anakuona uko ibadani au uko kule nyumbani kwako? Kama umenielewa tupungiane mkono namna hii. Jina la Yesu libarikiwe. Hujawahi kuona kuna watu ambao hata ukimwambia aombe hajui kuomba vizuri, lakini amejaa shuhuda za matendo ya Mungu? Hujawahi kuona? Zunguka, uliza watu. Ukimwambia omba, hata kunena kwa lugha hajui. Hata kukemea unavyokemea, shindwa, ye hajui. Lakini
kwenye masuala ya Mungu, akisikia moyoni anafanya sawa na Mungu alivyosema. Unashangaa tu huyu mtu analindwa, anabarikiwa. Sasa mwenzangu na mimi, yani mpaka ulindwe inabidi ufunge siku 2. Baba, ninaomba funika, naita moto kutoka mbinguni. Sema yani vita hii, kumbe unapuuzia utii wa Mungu. Nimewafundisha watu kwenye semina hii usikivu wa sauti ya Mungu. Kwenye jaribu ukitaka ushinde, lazima ujifunze kuwa msikivu, hasa mtihani ambao Mungu anakupa. Na wengi mmepuuzia hiyo mitihani. Saa nyingine uko ibadani hapa, unatoka unamwona mama mmoja hata umfahamu, unasukumwa, mpe hela, mnunulie nguo huyu. Sasa takuja kumnunuliaga wakati mwingine. Kumbe saa hiyo anayekusukuma sio wewe, wala sio moyo wako mzuri, ni Mungu anakuambia fanya hili, na sio kwa ajili ya yule mama, ni kwa ajili yako mwenyewe. Kasome maandiko, anasema nilikuwa sina mavazi, hamkunivalisha. Atawaambia wengine nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Atawaambia wengine nilikuwa jela, hamkuja kuniona. Mtazame jirani, nina ndugu kule, muulize mara ya mwisho, yani wakati huo hakuna mtu anayeumwa kule hospitali. Ndugu yako uliamua tu kufunga safari kwenda kutembelea hospitali, ni lini? Kuwaona wagonjwa. Mara ya mwisho nini? Kule waulizeni manesi, kuna wagonjwa wanakujaga kule, hana mtu wa kumuona, hana mtu wa kumpa chakula, hana tumaini. Wewe ukipita hivi alafu kamwachia hata chungwa, yani wewe ni kama malaika wake. Unawarahisishia hadi madaktari kumtibu, kwa sababu ile ni psychological. Yani mtu unampa kitu alafu anasema mimi ni nani mpaka umekuja kuniona, wakati hakuna ndugu hata mmoja aliyewasa kuja kuniona. Muulize jirani yako, umewahi kwenda kuona wagonjwa kule kama hakuna ndugu yako hospitali? Utasikia muda huo ninao mimi. Sasa siku ile Yesu atakwambia nilikuwa naumwa ukuja kuniona. Afu utasema lini Bwana? Kasome Mathayo 25, sina sema wazi. Utasema lini Bwana? Atakwambia vile ambavyo kuwatendea wale watu duniani hukunitendea mimi. Huwezi kusema unampenda Mungu usiyemuona wakati jirani yako unayemuona humpendi. Haiwezekani. Upendo wa Mungu kumpenda Mungu kunafunuliwa vile unavyowapenda watu unaowaona. Kama mnanielewa sema amina. Unaona mwezi kupiga kigelegele. Ngoja tuendelee mbele. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi? Huu ni mwaka mpya. Badilika. Badilika. Kila jaribu lina mlango wake. Hili jaribu ni mtihani. Huu sio jaribu, ni mtihani. Na wengi mmepewa mitihani toka mmeingia mwezi wa kwanza, na muitekelezi. Na mnafikiri Mungu akiongea, akikupa msukumo, kuna mbadala walichoongea kwamba nitaomba. Utaomba sawa. Ukifeli mtihani huendi hatua nyingine. Na kuhakikishia, kasome Biblia. Hakuna aliyefeli mtihani. Wewe umewahi kuona wapi umefeli form 2 kaenda form 3? Uliwahi kuona wapi? Duniani tu uliwahi kuona wapi? Umefeli form 4 ulienda form 5? Hata ukijipeleka kule form 5 watakwambia tafuta credit. Ukijikaza wewe ukasema nimekosa credit na nifanye mtihani wa form 6, watakwambia hamna. NECTA wakubali. Rudi katafute kwanza credit. Alafu wewe kwa Mungu unataka tu uende. Yaani umefeli uende tu form 6 chuo kikuu. Hakunaga hiyo. Mwambie jirani yako hakuna hiyo. Jina la Yesu libarikiwe. Unataka tu uende, yani unafeli mitihani midogo mdogo. Unasikia msukumo kabisa, umeamka asubuhi, unaambiwa nenda hospitali. Unamwambia kwani mimi ninaumwa? Nenda hospitali. Kwani mimi ninaumwa? Beba basi hata machungwa. Wewe hivi hospitali ukibeba machungwa 500 uwezi wewe? Uwezi 500. Beba kipande cha sabuni cha 1000 uwezi? Uwezi kukologa uji tu kidogo. Alafu unafika pale hospitali unaanza kuzunguka. Sio kumpa kila mtu. Unaona kila mtu ana ndugu yake, kila mtu ana ndugu yake. Utakuta tu kuna kitanda, hakuna mtu aliyemo. Unamuuliza, ndugu zako wako wapi? Anakuambia sina ndugu, hawajaja. Sasa inakuaje? Anasema unakulaje hapa chakula? Anasema sina naye nipa chakula. Wenzangu wao wakiletewa ndio kuna wengine wananionea huruma wananipa. Unamwambia basi mimi nimekuletea, kunywa uji na kesho nitakuja kukuona. Na kuambia unapofanya vile, sio ndugu yako, sio kabila lako, sio Mkristo unayesali naye, lakini kile utakachofanya, yule akienda hasemi nimekutana na mtu, atasema Mungu alimtuma malaika wake. Mungu akiona jambo hilo anasema ni nani amesababisha mtu aliyenungunika aanze kunishukuru? Anakuja kukuona wewe, anasema sasa wewe hutaki kuumwa kwa kuwa unawajali wanaoumwa. Mungu akubariki.
Kuna mtu amenielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Hujawahi pata huo msukumo kweli? Labda kama umekufa, hujawahi sikia, hujawahi pata, hujawahi kuona huruma fulani na kuingia ndani. Unafikiri ile ni kawaida? Saa nyingine una mgonjwa unauguzwa, unaenda hospitali, unapita kitanda fulani, unasikia huruma inakuingia ndani juu ya yule mtu. Saa nyingine ile huruma inakufundisha jambo, kwamba siku moja hata ukiwa huna mgonjwa, nenda tu katembee. Kuna mtu utamkuta kwenye kitanda chake hana ndugu wa kumuona, mpelekee uji tu wa 500, peleka matunda tu. Sasa leo hapa utasikia, mwalimu, nataka Mungu anipeleke viwango vingine, Mungu anibariki, abariki uzao wangu. Vipimo hivi hapa Mungu alimpima Ibrahim. Je, ananicha? Na utapimwa wapi? Kwenye utoaji wako. Haya, jambo lingine. Bwana asifiwe. Alaka, jambo lingine. Jaribu. Tumetoka kwenye mtihani. Jaribu lingine. Kila jaribu lina mlango wake wa kutokea. Nimekuonyesha mtihani, mlango wake wa kutokea ni kutii tu. Yaani we tii tu. Lakini jaribu sasa, haya majaribu ambayo ni temptation, ukiachana na ile test. Temptation, haya ni majaribu ambayo Mungu huwa hampi mtu. Na hapa ndipo tutakutana na kitabu cha Yakobo, anasema Mungu hamjaribu mtu. Maana yake Mungu hamtempt. Kumtesti anamtesti, lakini Mungu hamjaribu kwa maana ya kumletea maovu mtu. Ndio Mungu anakataa hiyo. Sasa angalia. Jaribu lingine ni jaribu kutoka kwa shetani. Sema jaribu kutoka kwa shetani. Jaribu kutoka kwa shetani, hii ni hari au jambo gumu analolipitia mtu, linalomweka njia panda, huku akichochewa au kushawishiwa kutenda dhambi kama njia pekee ya kumsaidia. Jaribu kutoka kwa shetani ni hari au jambo gumu analolipitia mtu, linalomweka njia panda, huku akichochewa na kushawishiwa kutenda dhambi kama njia pekee ya kumsaidia. Ndio unasikia mtu anaambiwa alale na mwanaume ili apate kazi. Sawa. Binti ameenda kwenye interview, anaambiwa alale na mtu ili apate nini? Kazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo linamweka njia panda. Ndugu yako anatakiwa kupelekwa mahakamani, alafu naambiwa toa 500 tumpe mkuu wa kituo, ili ndugu yako asipelekwe wapi? Na we ndugu yako unampenda, na hiyo kesi wanakupa pressure, wanakuambia akifika mahakamani anafungwa. Kwa hiyo ufanyeje? Jaribu kutoka kwa shetani ni hali ngumu, inakuweka njia panda, alafu unashawishiwa kutenda dhambi kama njia pekee ya kutoka mahali ulipo. Unashawishiwa, na wengi wanafeli. Kwa mfano, unaona Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 10. Shetani anamjaribu Yesu. Yesu mwenyewe alijaribiwa na akapewa majaribu 3. Jaribu la kwanza, jaribu la chakula. Kumbuka ana njaa, alafu akaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, si utengeneze nini? Mkate uwe chakula. Unaelewa? Jaribu la njaa, kwamba tengeneza mkate uwe chakula. Na jaribu la njaa limeharibu watu wengi sana. Njaa sio mchezo. Muulize jirani yako, umewahi kulala njaa wewe? Unaweza ukaamka asubuhi ukafikiri asubuhi hii dunia ni ya watu wengine, kumbe ni dunia hii tunaoishi, kwa sababu ya njaa. Yesu akaingia kwenye jaribu la njaa. Tengeneza. Kumbuka yuko jangwani, umbali wa kutoka jangwani mpaka kurudi nyumbani aliko sio hapa. Alafu shetani anamwambia tengeneza mkate bwana. Yesu akamjibu imeandikwa. Sema imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu. Haina maana pale watu wakisomaga huwa wanashindwa kutafsiri. Wanafikiri kama vile Yesu anakataa mkate. Anamaanisha hivi, maisha yetu hayategemei mkate peke yake, lakini kila neno linalotoka wapi? Kwa Bwana. Mtu hataishi kwa mkate tu. Kuna watu wanaofikiri akiwa na mkate tu maisha yake yako sawa. Unaweza ukawa na mkate na maisha yako yasiwe sawa. Mtu hataishi kwa mkate tu. Mkate ni muhimu, lakini muhimu zaidi ni neno la Mungu juu ya maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo usijivune kwa kuwa una mkate.
Mkate unaweza kugeuka kuwa sumu, lakini neno la Mungu lina uzima wa roho yako mpaka mwili wako. Ndio maana Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka wapi? Sasa anaposema kwa mkate tu, haina maana mkate hauhitajiki. Unahitajika, lakini mkate hautakiwi kutegemewa. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini jaribu la pili, jaribu la uhusiano wake na Mungu, utii kwa sauti ya Mungu. Kumbuka shetani anachomwambia, imeandikwa, jirushe ujitupe juu ya mnara, atakutumia malaika wa kuokoa. Sio kwamba ilikuwa ijaandikwa, imeandikwa kwenye Zaburi. Lakini anayeongea ni nani? Ni shetani. Kwa shetani haijalishi aongee kitu kizuri. Wengine ameendaga kwa mganga akakuta Biblia, mganga anamwambia hata sisi tunamtegemea huyo Mungu. Akasema, kwa kweli mwalimu, nilienda kwa mganga nikakuta na Biblia. Shida sio Biblia, umeikuta kwa nani? Anayeongea ni nani? Sijui unanielewa anachosema. Anayeongea ni shetani. Ile kwamba anaongea kitu kizuri, utakiwi kutekeleza. Ukitekeleza umetii sauti yake. Unanielewa anachosema? Anayeongea ni shetani. Hata akiongea kitu kizuri, ukitekeleza umetii sauti yake. Ndio maana hilo ni jaribu kubwa ambalo watu wengi wanaanguka. Utasikia tu, wala mwalimu yule mtu kwanza alikuwa na Biblia kabisa, akanisomea akasema, sunaona hayo majani, wakachuma majani wakawapa wakala. Imeandikwa kwenye Ezekiel majani. Sasa hajui hata tafsiri ya yale majani na miti. Anasema na ile miti imeota pembeni ya mto, na mimi nimeenda kukuchimbia mzizi ulioota pembeni ya mto, na kwenye Biblia imeandikwa kwenye Ezekiel. Anakutana na Mkristo sasa wabunda Biblia, anaiwekaga mtoni, ni kama hilizi, anaiweka kwenye mto, anasema, Bwana nilinde kichwa changu wachawi wasije. Nani alikwambia Biblia ni hilizi ya kuweka kwenye mto? Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa ninachosema? Hataki kuisoma. Asemi imeandikwa. Alipokutana na Yesu anasema imeandikwa. Yesu akasema, unachokisema inawezekana kiko sawa, lakini wewe umesema andiko, mimi nalisema neno. Mimi Yesu ndiye neno. Akasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Manake pale anafundisha usitii sauti nyingine yoyote, hata kama inaongea kitu cha maana, kama sio sauti ya Mungu. Shetani hata kama anaongea cha maana, ndani yake kuna mauti. Usitii. Anaweza akaongea mambo mazuri na yakakuvuta, lakini ndani yake kuna nini? Mauti. Usitii. Jaribu la tatu kwa Yesu, anajaribiwa kuhusu nini? Tamaa ya mali, kumiliki mali. Na hii ndio kasheshe kubwa, tamaa ya mali. Mtu anaweza hata akazulumu vitu vya watu ili apate tu mali, aonekane ana nini? Ana mali. Tamaa ya mali. Yesu anaambiwa nisujudie, na saizi watu wengi wanaenda kusujudu kwa waganga, kusujudu kwa mizimu ili wapate nini? Mali. Mwingine anasema nenda kawaombe baba zako kule makaburini. Eti anakuambia kawaombe baba zako, uliwakoseaga ndio maana ufanikiwi. Eti ukapige magoti makaburini. Yeye anafikiria anaomba baba zake, kumbe anaamsha maroho ya mizimu. Asema piga magoti uyasujudie. Unaelewa maana yake nini? Maana yake ondoa ibada kwa Mungu, leta ibada kwa shetani ili upate nini? Mali. Unajua anayeambiwa alikuwepo wakati vyote vinaumbwa na ulimwengu mzima, anaambiwa asujudie. Yesu akamwambia wazi, unataka kumwabudu Mungu peke yake. Huo ni msimamo. Sasa kuna majaribu kama haya yameshawaangusha watu, na kueleza ukweli, yamewaangusha watu. Bwana asifiwe. Jaribu kutoka kwa shetani linaweza likapita kwenye mawazo, likapita kwa marafiki, likapita kwa mazingira. Kuna watu wameanguka kwa sababu ya mazingira tu. Ndio maana maanguko ni mengi kwa sababu ya mazingira. Shetani anatumia mazingira, anatumia marafiki, anatumia mawazo yako, anakushawishi mpaka unaanguka. Jaribu lingine, chanzo kingine cha jaribu, haraka andika. Namaliza mwalimu, kwa unamaliza? Ndio namaliza hivi, andika haraka. Jambo lingine la jaribu kutoka kwenye tamaa yako mwenyewe. Sema tamaa yangu mwenyewe. Na kueleza lazima ujue, ufahamu hivi. Jaribu kutoka kwenye tamaa yako mwenyewe. Jaribu kutoka. Anasema hii ni hali ngumu inayochochewa na tamaa yako mwenyewe ili kutenda dhambi. Tamaa ya mwili wako, tamaa yako, unajijaribu mwenyewe. Unakuwa na tamaa. Ndio maana unasikia mtu mwingine ameua mpaka mtu kwa sababu ya tamaa ya kupata kitu fulani. Kaua mpaka mtu. Mtu ana tamaa ya kuwa kiongozi kwenye siasa. Mtu ana tamaa ya kuchaguliwa kuwa mbunge.
Mtu ana tamaa ya kuwa sijui mwenyekiti wa chama fulani. Mtu ana tamaa ya kuwa mtu ana tamaa ya, wewe kuona kuna maeneo mengine mtu ana tamaa, anataka kuwa mtu fulani, lakini yuko tayari kuua mpaka wengine. Anaingia kwenye jaribu. Mwingine unaona anawazungumzia watu vibaya, kumbe anatafuta kufuta vibali vya watu wote ili yeye aonekane ndio bora. Tamaa tu. Mtu anakuwa na tamaa ya sifa, heshima, glory, utukufu, umaarufu. Tamaa ya umaarufu, tamaa ya mali, tamaa ya kujulikana, tamaa ya nafasi fulani. Hulali usiku, unaamua kumwendea mtu kwa mganga ili upate ile nafasi, umuue. Tamaa. Tamaa zimewajaribu watu wengi sana. Tamaa tu. Tamaa. Haleluya, watu wa Mungu. Yakobo 1:13 hadi 15. Mungu hamjaribu mtu, lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake. Mungu hawezi kumjaribu mtu kwa ajili ya maovu. Kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe kujiingiza kwenye maovu. Anajidanganya. Na Biblia inasema tamaa ikichukua mimba inazaa nini? Inazaa nini? Kwa tamaa ni mama ambaye ndani yake huwa anatunga mimba, alafu anazaa kitu kinaitwa nini? Dhambi. Ukisharuhusu tamaa, kumbuka kuna mimba itakuja inaitwa dhambi. Ile dhambi ikishazaliwa, dhambi ile ikizaliwa, ukiiacha ikakuwa ikikomaa tu inaleta nini? Mauti. Unakufa kiroho. Ndoa yako inakufa, familia yako inakufa, ndoa inavunjika, maisha yako yanaharibika, huduma, kipawa, vyote vinakufa, kwa sababu ilianza tamaa, ikaja dhambi, ikazaa mauti. Kuna watu nakuta wanaishi lakini wamekufa. Mwae kuona mtu amekufa na miaka 30, tunakuja kumzika na miaka 70. My Lord. Ngoja nimezungumza kitu kigumu. Miaka 70 tuonane pala, kumbe alikufaga na miaka 30. Mwambie jirani yako, inua kichwa usikilize hii vizuri, nimeona. Sikiliza. Hivi mwae kujiona, fikiria umekufa una miaka 40, alafu tunakuja kukuzika una miaka 80. Kumbe ulikufaga ukiwa na miaka 40. Lakini kilichokuwa kinaendelea kuishi ni maiti tu inayotembea. Kwa sababu uhai wa mtu unaanzia rohoni kwanza. Maono yalikufa, kusudi lilipotea, maisha yako ya kiroho yalikufa, maana yake umekufa. Alafu tunakuja kuzika ili limwili ukiwa na miaka 70. Lakini ulikufa siku nyingi. Kwa sababu kwenye kifo kuna kifo cha kiroho, kuna kifo cha kimwili, alafu kuna kifo cha milele. Kiroho maana yake wewe unatengana na Mungu ungali duniani. Huwezi kuyaishi maisha ya Mungu duniani, huwezi kuishi baraka zake, huwezi kumuona Mungu duniani. Kifo cha milele maana yake hata baada ya kufa hautakaa ukutane na Mungu huko uendako. Maana yake wewe ni milele kabisa, umepotea. Ndio maana watu wanakuambia tubuni, wokovu ni sasa. Haleluya, watu wa Mungu. Muulize jirani yako, unaishi au umeshakufa tayari, tunasubiria kuja kukuzika baadaye? Amesemaje? Muulize. Usiruhusu jaribu linalotokana na tamaa yako, litakuua kiroho, litakuua kimwili. Tamaa, jaribu la tamaa limeua watu, limeua kiroho, limeua kimwili. Watu wameuza nafsi zao kwa mashetani. Watu wamekufa. Watu wamekufa kwa sababu ya dhambi. Dhambi imeua. Dhambi imewavuruga. Watu wameuawa. Kuna watu unasikia amelala usiku amekufa, lakini ukiangalia mlango mkubwa ulikuwa ni dhambi anazozifanya. Shetani amepata nafasi. Watu wanauawa vifo vya maonezi. Dhambi inaua, inanyonga vijana, inanyonga wazee. Kwa nini? Kwa sababu ya haya majaribu. Jaribu la mwisho, chanzo kingine cha jaribu, changamoto mbalimbali. Ukiona jaribu inatokana na changamoto mbalimbali ambazo zinakuweka njia panda. Kuna aina ya changamoto zinakuja kama jaribu, lakini hiki ni kipimio cha imani. Yakobo 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Kupima imani yako. Yakobo 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Jaribu hili kazi yake ni kupima imani yako. Heri astahimilie majaribu,
maana atavikwa taji. Kwa majaribu ni mtaji. Kama unataka kuvikwa taji, stahimili majaribu. Jifunze kushinda majaribu. Kila jaribu nililotaja hapa lina mlango wa kutokea. Mlango wa kutokea. Mlango wa kutokea. Mlango wa kwanza kwenye majaribu yote haya, jifunze kumwangalia Bwana na kumtegemea Yesu Kristo. Andika Waebrania 2 mstari wa 17 hadi wa 18. Kwa nini kumtegemea Yesu? Kwa sababu na yeye alijaribiwa kama yeye. Biblia inasema aweza kuwaokoa wale wanaojaribiwa. Kwa mlango wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Ndio maana wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, ukisoma kwenye ile Danieli sura ya 3 mstari wa 24 hadi 25, alitokea mtu wa 4 mfano wa miungu. Yule ni Mungu alitumwa, malaika alitumwa kuja kuwaokoa kwenye jaribu. Mlango wa kutokea watu wa Mungu ni Mungu mwenyewe kwenye kila jaribu unaloliona kwenye maisha yako. Ni Mungu, sio wanadamu. Mwambie jirani yako, ni Mungu sio wanadamu. Mtazame usoni tena, mwambie ni Mungu sio wanadamu. Amen, amen. Kwa hiyo muangalie na kumtegemea Yesu Kristo. Amen. Andika na ile Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Mungu hata ruhusu tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Ndio maana mtegemee. Yeye anajua vipimo vya uwezo wako. Hawezi kukuletea jaribu ambalo anakutana mtu mwingine. Hawezi kuletea. Yaani wewe chukulia kwa mfano, wewe Mkristo wa kawaida uletewe jaribu la Mwalimu Mwakasege, unakufa kesho. Hawezi kukuletea. Viwango vimetofautiana. Mnanielewa vizuri? Uletewe jaribu alilokuwa anapitia Moses Kulola, unakufa kesho kutwa. Viwango vimetofautiana. Mtu anaenda uwani, anaona choo kimefunguka, anadumbukia kwenye choo. Alafu choo chenyewe sio kwamba kimefunguka kweli. Kiroho wamekifungua kile choo ili wamzamishe. Alafu kule wimbo wa kuabudu unaimbwa ili muinjilisti Moses Kulola atoke hapo aje wahubirie watu. Lakini kule choo kimefunguka, anazama. Ungekuwa unafanyaje? Unasema mikononi mwako na ikabidhi roho yangu, Bwana. Bwana asifiwe. Hujasikia watu wakidondoka chooni na kufa hapo hapo? Hujasikia? Wanafikiri vyoo ni vya kawaida saa nyingine. Ndio maana mwalimu mmoja alifundisha akasema watu wengi hawaombeagi vyoo. Wanafikiri vyoo ni mahali tu pa kawaida. Vyoo kule na mapepo yanatumia pia. Jifunze kuombea. Amen, amen. Amen, amen. Kwa akawa anaendelea kuzama. Wakati anazama akaita Yesu, nasubiriwa kwenye mkutano. Kumbuka na suti yake nyeupe yule mzee. Anasema ghafla nguvu ikaanza kumpandisha toka chini. Kumbuka ameshaanza kuzama, anaona na uchafu umeanza kuingia. Anapanda mpaka juu. Anarudi kwenye ulimwengu wa kawaida, anakuta choo kiko vile vile. Wala kijabomoka. Ila kashazama na kuzama kaibuliwa. Anafika pale madhabahuni. Alipofika tu akapiga wakaanza praise na nani wote wakadondoka chini. Yaani nguvu za Mungu hizo sio kwa sababu wana pepo. Chini nte. Alafu ndio mnainuka. Alafu kuna wazee walikuwa wamekaa kwenye migomba ya ndizi kule Tukuyu, watu walioenda Tukuyu wanajua. Wamekaa kule wamejibana hivi, wakasema huyo mhubiri akianzaga kuomba akisema watu wanadondoka, si tumekaa kwenye migomba huko, asogei mtu. Sasa kumbe wamemjaribu mzee wa watu kule chooni wamzamishe. Alipokuwa madhabahuni amewaona, akaanza Subiani, Makata, Maimuna. Alikuwa anataja mapepo kwa majina yao. Subiani, Makata, Maimuna. Nini? Alipomaliza tu akasema, haya, fungasha vilago vyenu, muondoke kwenye mkutano. Wazee waliokuwa kule wakadondoka, migomba kule inalalamika. Sasa wanaanguka vibaya, waanguki nyuma hivi, wanaangukia mbele hivi. Kimewakuta jambo. Wangapi wananielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Usipomwangalia Mungu hata ukiwa mtumishi, majaribu haya utakutana nayo. Mlango mwingine ni neno la Mungu. Yesu alimshinda shetani kwa neno. Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 10. Imeandikwa. Jifunze neno. Kwenye mazingira unayopitia, hata kama wewe hujui, muulize mchungaji wako, muulize mwinjilisti, muulize mtumishi wa Mungu, mwambie, hivi kwenye Biblia kuna mtu aliwahi pitia kama mimi na alifanyeje?
Mwinjilisti atakwambia soma hili neno, soma, au saa nyingine atakuita atakwambia njoo, au mchungaji atakwambia njoo. Mnaanza kusoma wote pale. Anakwambia unaona huyu alipitia hili, unaona huyu alipitia hili, unaona huyu, afu unayashika yale maneno. Mawazo yakikujia yanakwambia wewe umekwama, unasema amna, neno la Mungu linasema, imeandikwa. Ndio maana na Yesu naye alisema imefanya nini? Imeandikwa. Kwa sababu saa nyingine shetani atakwambia unaona na fulani alikufa kwenye Biblia, alafu naona lazima useme imeandikwa. Lazaro alifufuka hata akiwa amekufa, alifufuka. Imeandikwa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Jambo la mwisho, mlango mwingine kwa leo tunamalizia hapo. Mlango mwingine ni maombi. Sema maombi. Sema maombi. Sema maombi. Sema maombi. Mathayo 26 mstari wa 41, Yesu anawaambia ombeni msingie wapi? Kuna majaribu kama ya tamaa zako binafsi. Jifunze kuomba usiingie majaribuni, kwa sababu ile unajijaribu mwenyewe. Jifunze kuomba. Kuna changamoto ambazo huwa zinatengenezwa na wachawi. Jifunze kuomba usiingie majaribuni. Haleluya watu wa Mungu. Ndio maana hata kwenye sala yenyewe amesema ufanye nini? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, si ndio? Mapenzi yako yatimizwe wapi? Kama yanavyotimizwa wapi? Utupe leo, utusamee kama nasi tunavyowasamea wengine, si ndio? Alafu anasemaje? Usitutie majaribuni. Maana yake usiruhusu tukaingia wapi? Majaribuni. Ni Yesu amefundisha hiyo sala. Ni maombi kabisa. Jifunze kujiombea. Ombea watoto, ombea familia. Hata ukiamka tu asubuhi, hata kama una maombi mengi, mwambie Bwana Yesu, naomba siku ya leo nisiingie majaribuni, usinitie majaribuni, niokoe. Maana kwa lugha nyingine unasema niokoe, na pale anamalizia anasema niokoe na yule muovu. Jamani, hao maombi mawili unaweza ukashindwa kweli? Mtazame jirani yako, unaweza ukashindwa kweli? Huhitaji kusema si baba, asema tu Bwana Yesu, niokoe leo, usinitie majaribuni, niokoe na yule muovu. Ukawa hivyo unaomba asubuhi, unasema sio mimi tu, okoa na mke wangu, okoa na watoto wangu. Kama una wajukuu, okoa na wajukuu zangu. Hayo maombi ni magumu. Tazama jirani yako, hayo maombi ni magumu. Anasemaje sasa? Nilipokuwa nasema maombi hapa, mwingine akawaza akasema mwalimu ameanza kuleta issue za kufunga tena. Yaani mimi nikeshe, tawezaje? Haya maombi ya kusema tu Bwana usinitie majaribuni ni magumu watu wa Mungu. Kuanzia sasa katika jina la Yesu, mwaka huu ukiamka asubuhi, muombe Mungu usiingie kwenye majaribu ambayo Mungu hajaruhusu uingie. Unanielewa ninachosema? Kama umenielewa sema amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Dakika moja, tunajua muda umeenda. Funika macho yako. Funika macho yako. Unaweza kainua mikono yako hivi kwa kusalenda mbele za Bwana. Funika macho yako. Unajua mwalimu unaongea kitu gani? Jamani, tumetofautiana tunapopita. Usimuone mwenzako anacheka. Kila mtu ana changamoto zake. Kila mtu ana mapito yake. Muda hujatosha. Ningeweza kukwambia jambo la mwisho kwamba jifunze pia kuiruhusu neema ya Mungu, kwa sababu kuna mlango mwingine wa kuvuka kwenye jaribu, ni neema tu. Kuna aina ya majaribu huwezi kuvuka hata kama unaomba, hata kama una neno. Neema ya Mungu lazima ikubebe tu ndio unavuka. Kwa jifunze kuitegemea neema ya Mungu. Kuwa mnyenyekevu, pondeka moyo. Inua mikono yako juu. Sema Mungu uliye hai. Sema Mungu uliye hai. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu wangu. Umenipa neema asubuhi ya leo kusikia neno lako hili. Unajua hali yangu. Unajua majaribu yaliyoko kwenye familia. Unajua na mitihani uliowahi kunipa na nikashindwa kutii. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe kwa kuwa nimejizuilia baraka nyingi sana. Asubuhi ya leo nimesikia neno lako. Ninaomba unisamehe na unisaidie Bwana. Kila mtihani utakaonipa nikashinde, ili niongezeke, niwe na baraka nyingi kwa ajili ya uzao wangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie, nifundishe neno lako. Inua imani yangu, inua tumaini ndani yangu. Nikutumaini wewe kama ambavyo Shadrach, Meshach
na Abednego walikutumaini wewe, mpaka mfalme akakiri akasema hayuko Mungu kama Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana, nisaidie na mimi katika mwaka huu nisiingie kwenye majaribu yanayotokana na tamaa zangu. Nisaidie Bwana kushinda majaribu yote ambayo shetani ameyaweka ili kunikwamisha mwaka huu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana, isaidie familia yangu isiingie kwenye hayo majaribu, isiangamie kwenye hayo majaribu, kwenye majaribu ya magonjwa, kwenye majaribu ya mauti, kwenye majaribu yoyote yale. Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Omba dakika moja mwenyewe, jiombe tu dakika moja. Unaweza ukaiambia hiyo hali unayopitia, mwambie Mungu nisaidie, tena kwa upendo kabisa. Mwambie Mungu. Mungu anasikia maombi, amesema nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kiume. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako, wamelisikia neno lako. Wasaidie, wainue, watetee, wapiganie, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.